juzi ati kwenye Asalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Ndio mimi kila siku nasema wacha tuongee siasa. Sasa ni chafu kwa kitu ambayo itakusema, kama itakupendeza alhamdulillah, kama itakufurahisha, kama itakukasirika pia alhamdulillah. Huyu jamaa anaita Ngodhe. So alikuwa na DS mambo ya Rachel, ameongea negative, ameongea shonde, ameongea mavi, ameongea matapiko, ameongea takataka, ameongea kichokora, ameongea kimaskini, ameongea kiombaomba. Ukweli wanasema nyani haoni matako. Ukweli wanasema maskini kipata matako zake na lia mbwata mbwata. Huyu yake ali mbwata. Huyu yake na lia twata. Kwa sababu gani nasema hivi? Bila ameongea juu ya huyo mchana kuchomwa. Anaita president shetani amechora kwa mwili. So wale amechora nyoka wanaitwa aje? So wale amechora vitu mbaya anaitwa aje? Wala ndio tuache kuchora. Huyo mwanamke kuuliwa juu ya kuchora tatu ya Ruto nafaa. According to yeye anasema inafaa auliwe. So huyo ni mtu wa one time. Ndio mimi nilikwambia agency ndio wanaleta kabila, agency ndio wanaleta vita. Kwa sababu gani? Hawana kitu ya kupoteza. Kama huyo ni mtu hana bibi, hana mtoto, hana nyumba. Hana kitu ya kupoteza. Kuishi kwake ni kama ndege. Apate wakosi. Kuishi kwake ni kuombaomba. Apate wakosi. So saa yote yako ready kuharibu. Ya pili, nilisema agency ndio wako na ujinga kwa hiyo app. Kwa sababu huyu before aingie kwa siasa alikuwa anafanya kazi gani? Kwa sababu siasa aliingia juzi maandamano hapa. Before aingie kwa siasa alikuwa anafanya kazi gani? Sasa alikuwa anafanya kazi ya kubebea watu maji mtaani. Arudi afanye kazi alikuwa anafanya kubebea watu maji mtaani na kubeba simiti na meno. Hiyo ndio kazi alikuwa anafanya, na hiyo ndio kazi alikuwa amesomea, na hiyo ndio kazi ambayo ako na degree, na hiyo ndio kazi ambayo ako na PhD. Aende arudi kwa hiyo kazi. Siasa hakuwa anafanya kazi, siasa si wake, siasa ajui. So mtu kama huyu ako na meno 52 kwa mdomo, anakuja kusema Rachel alikuwa anafaa uliwe kwa sababu alichora Ruto kwa mili. Je, yeye sahi akiuliwa kwa sababu anatukana Ruto? Yeye sahi akiuliwa atakuwa anasema inafaa? Yeye sasa ni watu wa one time ana support Rachel kuuliwa. Anasema hiyo ni kitu ambayo inafaa, ni kitu ambayo si watu nafaa waandamani, si kitu ambayo tunafaa discuss, ni kitu ambayo inafaa na wamefanya mzuri kumua, anasema hivyo. Ya pili, anatetea Gachagua kwa sababu ilisemekana Gachagua amefanya hiyo kitu, anasema tetea Gachagua. Gachagua sasa ni malaika kwa sababu kuimba Ruto must go na Ruto one time. Hiyo ndio napea mtu na kuwa malaika. Hiyo ndio nakuwa mtu na kuwa mzuri. Hiyo ndio mtu anakuwa good leader. Gachagua. So Gachagua anaweza compare na Ruto. Ni kama compare mavi na makojo. Ni kama kuruka makajo au kanyage mavi. Gachagua ni mtu akompea na Ruto. Ni kama kukompea mtu ameenda choo na maji na mtu hajaenda choo na maji. So all and all, Ngodhe, umeongea nonsense, umeongea matope. Lakini nyinyi ngojeni. Wakati kifo itafika kwa mlango yako, utacheka. Wakati kifo itakuwa kwa dirisha yako, utacheka. Wakati kifo itakuwa kwa paa ya nyumba yako, utacheka. Wakati kifo itakuwa kwa kitanda yako au kwa bedroom yako, utacheka. Walaikum salam. So all Ngodhe, vitu kama hizo hufai ongee. Kwa sababu gani? Uko kwa hii field na unaandamana na watu na watch, na familia huyo jamaa na familia huyo mama na watch, rafiki ya huyo msichana na watch, kila mtu na watch, wale wako na chungu na watch, wale polisi pia wako na chungu na watch, kuchoma mtu na acid juu ya msimamo wake ya siasa. Alafu unakuja unafungua mdomo yako na nuko mena, mdomo yako na nuko mbuta, mdomo yako na nuko bambola, mdomo yako na nuka changa, mdomo yako na nuka busa. Unakuja unaongea mbele ya watu maneno kama hiyo. Kwa sababu uko na sponsor ambao ni huyo pastor anaitwa GM. Kwa sababu uko na sponsor wa huyo pastor, unategemea hela zake. Bro, dunia ni duara. Leo ni ya mtu, kesho itakuwa yako. Bro, elewa. Mtego ya panya inashika walikwepo na usiokwepo. Hata hiyo mtego wewe itakushika. Kwa sababu gani? Uko kwa fili ya siasa. Ngoja siku ambao wewe yako itakuwa. Watu wanasherekea bila unasherekea huyo mtu. So vitu kama hii mtu wa siasa kama wewe ufai ongee. Kwa sababu hujui siasa zozote. Nini umeweka siasa kama personal. Na siasa si personal. Siasa ni biashara. Siasa ni interest. Siasa ni game.
ya football. Ni game, ni kama game yoyote, ikuwe ni gambling, ikuwe ni gani, game ni sasa ni hiyo. Lakini mngodhe tuko hapa, mngodhe tuko hapa. One day utajua ujui.